Watu wawili wamepatikana wamekufa chini ya vifusi baada ya kombora la ballistic la Iran kugonga jengo la makazi mjini Haifa, Israel, huku mashambulizi mapya yaliyolenga eneo hilo yakiripotiwa kujeruhi watu 4 na kusababisha uharibifu zaidi. Huduma za zimamoto na uokoaji zilisema mapema Jumatatu hii kuwa baada ya saa kadhaa za juhudi pamoja na kamandi ya ulinzi wa ndani, vikosi vya uokoaji vilifanikiwa kuwatoa watu wawili waliokuwa wamenaswa chini ya vifusi bila dalili za uhai. Operesheni za uokoaji bado zinaendelea kwa sasa katika juhudi za kuwafikia watu wengine wawili waliokwama au wanaotafutwa, ilisema taarifa hiyo. Awali wahudumu wa kwanza wa dharura walikuwa wameripoti kuwa watu 4 walipotea kufuatia shambulio hilo la Jumapili jioni, wakionya kuwa jengo walilokuwa wamekwama lilikuwa katika hatari kubwa ya kuporomoka. Miongoni mwa waliokuwa hawajulikani walipo kulikuwa na wazee 2 na mtoto. Majina ya waliokufa au waliopotea hayajatangazwa hadharani. Shambulio hilo pia liliacha majeruhi kadhaa, akiwemo mwanaume mwenye umri wa miaka 82 aliyejeruhiwa vibaya, mwanamke wa miaka 77 aliyejeruhiwa kwa kiwango cha kati, pamoja na mwanamke wa miaka 38 na mtoto wa miezi 10 waliopata majeraha kidogo, mtoto huyo akiwa na jeraha la kichwani. Mkazi wa Haifa, Vered Ohana, aliambia tovuti ya Ynet kuwa kulikuwa na mlipuko mkubwa, mlipuko wa kutisha. Ilikuwa wazi kuwa kulikuwa na pigo la moja kwa moja. Aliongeza kuwa majengo yaliyo karibu na eneo la tukio pia yaliharibiwa. Jeshi la anga la Israel limesema linafanya uchunguzi kuhusu kushindwa kudungua kombora hilo. Kwa mujibu wa jeshi, majaribio ya kulidungua yalifanywa, lakini mifumo ya ulinzi wa anga ilishindwa kulizuia. Kamanda wa kamandi ya ulinzi wa ndani ya Israel, Meja Jenerali Shai Clapper, alisema vikosi vitaendelea na operesheni kwa uamuzi, weledi na umakini hadi watu wote watakapopatikana. Alieleza eneo la tukio kuwa gumu, lakini akasisitiza kuwa vikosi vya uokoaji vina uzoefu mkubwa katika operesheni za aina hiyo. Aliongeza kuwa tahadhari mapema ilitolewa na ving'ora vililia wakati wa shambulio hilo, akisisitiza kuwa kufuatia maelekezo ya usalama na kujificha katika maeneo salama huokoa maisha. Mapema Jumatatu, mashambulizi mengine ya makombora ya ballistic kutoka Iran yalilenga tena eneo la Haifa. Tofauti na shambulio la siku iliyotangulia, kombora hilo liliripotiwa kuwa na vichwa vya mabomu yanayotawanyika, yani cluster warhead, na kusambaza vipande vidogo vya vilipuzi katika eneo kubwa. Watu 4 walijeruhiwa kwa kiwango kidogo, huku huduma ya dharura ya Maggid David Adom ikisema iliwahudumia wanandoa wenye umri wa miaka 40 na wasichana 2 waliopata matatizo ya kuvuta moshi. Shambulio hilo pia lilisababisha gari kuwaka moto na jingine kupinduka kutokana na vipande vya vilipuzi. Eneo la katikati ya Israel pia lililengwa mara 2 usiku huo, hali iliyofanya mamilioni ya watu kukimbilia kwenye makazi ya kujikinga. Mwanamke mwenye umri wa miaka 90 alijeruhiwa vibaya baada ya kuanguka alipokuwa akielekea kwenye makazi ya kujikinga.